Mtazamaji wa Neli TV, karibu sana tuyazungumze mazuri ya kimichezo. Niko na Mikoi Kisugu kuyachakata yale yanayohusiana na michezo. Kwema ndugu yangu? Kwema Neli, mambo vipi? Poa. Uko njema? Niko njema. Mambo zaidi? Poa. Weekend imeendaje? Weekend nzuri. Kwa sababu nimepata muda mrefu sana kukaa na familia, kuweza kujadiliana na hapa na pale, lakini weekend ya jana nimemaliza katika maeneo ya Temeke pale kwenda kushuhudia finali ya Ramadan Cup ambayo yameanzishwa na mkurugenzi wa Prime Security ndugu yangu Abedi Mvuma. Kwa hiyo siku ilikuwa nzuri na weekend ilikuwa njema sana upande wangu. Bwana, weekend imekuwa ya moto hususan kwa upande wa michezo, kwa maana ya klabu ya Simba, Damaro pamoja na TFF wana ni kama kesi hii, tunaweza tukasema hivyo. Ni kesi? Hii ni shauri ya kutaka kwenda kujua tafsiri sahihi ya kanuni na kisheria liko. Simba wamepeleka shauri kwenye kamati na hadhi na haki za wachezaji. Hii kamati ndo mahakama ya kimpira. Baada kuna mambo ambao wao wameona hajaridhishwa na wanahisi kwamba utaratibu haukufuatwa, na ndio maana wamepeleka shauri kwenda kupata tafsiri sahihi ya sheria na kanuni zilizopo. Lakini Neri, niseme kwanza, nisingependa sana kuzungumzia jambo ambalo tayari liko mikononi mwa kisheria. Kwa mujibu wa taratibu za sheria, unatakiwa kuheshimu mpaka pale ambapo tafsiri sahihi ya sheria itakapokwenda kutafsiriwa, ndio unaweza ukapata mamlaka kwenda kujadili katika hilo jambo. Lakini wacha niwapitishe kidogo ili kuona namna ambavyo kila Mtanzania anapata mwanga wa kuelekea katika hili shauri ambako liko mikononi mwa kamati ya haki, hadhi na haki za wachezaji. Issue ilikuwepo ni Damaro ambaye tukizungumzia katika uhalisia ni mwaka wa pili anashiriki kwenye ligi ya NBC. Damaro huyu mwaka jana ametumikia Singida Black Star. Ameitumikia Singida Black Star akiwa raia wa Guinea. Hakuna sehemu iliyokuwa inaonyesha kwamba huyu mchezaji ni mchezaji mzawa mwaka jana. Lakini mwaka huu mchezaji huyu kuna utata umeleta. Ligi ya NBC kupitia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF linamtambua Damaro Mtanzania. Shirikisho la mpira wa miguu duniani kwa maana ya FIFA linamtambua Damaro mgine. Hapa ndio tafsiri ya sheria inatakiwa kutafsiriwa wa Tanzania. Ukenda kwenye nchi, no doubt kanuni zipo, wenye mamlaka wanayo mamlaka ya kumpa mtu yoyote uraia pale ambapo wao wanapoona kuna sababu ya msingi ya kufanya hiko, kumpa uraia. Kwa hiyo mamlaka zimekwenda kumpa uraia wakiona sababu ya msingi, huyu ni mchezaji nini? Mpira, Neri. Kwa hiyo ndio sababu ambayo mamlaka wanasimama nayo, wanasema sisi tunampa huyu uraia kwa sababu ni mchezaji wa mpira. Lakini ukijihusisha kwamba huyu ni mchezaji wa mpira, maana yake sasa unatoka kwenye nchi unakwenda kwenye shirikisho la mpira barani nani Ulaya duniani. Kwa maana nini? FIFA. Taratibu za FIFA zimefuatwa. Mimi sina mashaka na Yanga kumtumia Damaro kama Mtanzania, kwa sababu wao watakwenda TFF wanasema sisi tumemsajili kama nani? Kama Mtanzania. Lakini je, mliotoa kibali, nyinyi mnahusiana na mambo ya mpira. Mpira una taratibu zake na kanuni zake. Mmezifuata? Sikiliza niwaambie watazamaji wa Neli TV, hakuna mabadiliko kwenye ile kesi. Kisugu natamka, weka hii utakuja kunambia. Kwa sababu utakapokwenda kufanya mabadiliko katika ile kesi ni sawa sawa unachukua kisu unakwenda kutoboa macho yako wewe kipofu. Na kwa nini Simba wamefuatilia kitu cha hatari namna hii? Simba wameweka targeti kwa sababu tunakwenda kuweka targeti au tunakwenda kuweka kikomo ili kuona namna ili swala lisiwe endelevu. Ili swala tukilikalia kimya tukiliacha, maana yake mwakani wataongeza mwingine, mwakani wataongeza mwingine. Baada ya miaka michache unaweza kuona tunawasajili wachezaji ambao tunawasajili kama Watanzania aliyakuwa si Watanzania. Kwa hiyo sisi tunakwenda kutengeneza football ya Tanzania. Haki za msingi kwenye football ifanyeje? Kisugu, huoni kama TFF itaingia kwenye wakati mgumu na huenda wakapigwa rungu chini na
TFF wakipigwa rungu. Shida swali lako Neri, hujaingia nilipozungumza kwenye kodi iliyojificha. Nimesema hakuna mabadiliko kitakachokwenda kubadilika. Ukienda kubadilisha ni sawasawa unachukua kisu unajichoma mwenyewe kwenye nini? Macho yako. Yanga wanakwenda na hoja nyepesi tu kwenye kamati. Mnamtambua huyu, mnamtambua kama nani? Kama Mtanzania, full stop. Mmemchukua wapi kutoka Singida Black Stars? Mtanzania. Wao wanasema sisi tumemsajili kama Mtanzania. Yanga wanamaliza kesi hiyo. Sasa wanasheria wa Simba watataka tafsiri sahihi kwa kamati ya hadhi na haki za wachezaji, waseme shirikisho limefuata kanuni, kwa sababu utambuzi wa uraia kwenye mchezaji kuna namna mbili. Neri, waambie watazamaji wenu hili jambo la kisheria, usikurupuke kulizungumza. Akili yako imefanyaje? Imetulia. Kuna mchezaji anaweza kutambulika raia kama mzawa kutoka kwenye nchi ambayo nchi inakwenda kumtambua, lakini shirikisho la mpira wa miguu duniani nao lina taratibu zake kumtambua mchezaji huyu kama raia au si raia. Leo Damaro ana kibali, nani katoa? Wewe, mimi nakutuma mwandishi na kaulize. Msiogope, ndio kazi yenu ya uandishi kuwafahamisha Watanzania wajue. Kuna muda hii inakwenda kufundisha tusifanye maamuzi kwa maslahi ya kikundi, twende tukafanye maamuzi kwa maslahi ya taifa hili. Simba wanakwenda kufundisha, wanakwenda kuweka target hata wenye mamlaka. Mnapokwenda kufanya maamuzi katika haya jambo, angalieni maslahi ya nini? Ya taifa. Cha kuchekesha zaidi na kesi na kwa ngumu zaidi, mimi leo asubuhi nilikuwa napita kwenye mitandao ya kijamii, nikapita kwenye mtandao wa Damaro. Damaro anakwenda kutweet, anasema yeye ni raia pacha wa nchi. Angalia kitu cha ajabu hiki. Damaro ndio alivyotweet kwenye bio yake ya Instagram. Nendeni waandishi, shida yenu mnataka mambo ya juu, hamtaki kuchimba. Nendeni mkamwambia Damaro, ili sheria ya uraia pacha itambulike, lazima bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wapitishe sheria. Wamepitisha lini kwa raia pacha? Au Simba wanataka hizo ni hoja. Wewe mimi ukiamua kunichukia nichukie. Na otherwise mimi nitasema, kwa sababu mimi sitarajii kuilinda dunia, sina bunduki wala sina mshare kwetu. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Wanaondoka wenye hela Kisugu, nani nikiamka asubuhi niombe ndio niishi. Lakini wanasema ni kama Simba wanataka kutafuta chokochoko hivi, kwa sababu wao pia kipindi akina Damaro na akina Keke wanapewa uraia, walitaka na wao wachezaji wao 9 wapewe uraia. Shida waandishi, mnaingia katika propaganda ambazo nyinyi hamstahili kuingia huko. Nimesema Damaro anasajiliwa Singida mwaka jana, miezi 5 iliyopita, ni raia wengine. Tutauji vipi wakati huo kasajiliwa kama raia? Kasajiliwa raia wengine. Zote taratibu na sheria zipo na ushahidi upo. Tunachohoji sisi baada ya kutoka kule huku na huku, tunakuhoji. Tukihoji katika sheria za Kitanzania hatuna dauti ya kuhoji, tunakubaliana na hayo maamuzi. Sisi tunasimama kwenye football. Wanajiuliza kwa nini hamkufuatilia wakati yuko Singida Black Stars na alishiriki michuano ya shirikisho kombe. Neri, unanielewa? Au unataka interview tu uwe? Serious na kuuliza. Si nimejibu dakika 2 zilizopita. Nimesema alisajiliwa Singida kama nani? Raia wengine. Tunajadili nini? Akawa raia wa Tanzania. Baadaye akaja kuwa raia wa Tanzania, tukasema kwa mujibu wa sheria za nchi hatuwezi tukadauti. Tumesema kanuni zipo, wenye mamlaka wamepewa, wanaweza wakampa mtu yote raia wakiona kuna sababu za msingi, na tukasema wamempa Damaro, wameziona sababu za msingi. Kwa sababu nini? Mchezaji mpira ukishamhusisha katika uchezaji wa mpira, Simba Sports tunasimama kwenye kanuni za FIFA. Hapa ndio tunapohitaji tafsiri sheria za FIFA. Wanazungumza kiushabiki, wanasema kwamba Simba wanataka ubingwa wa email. Na watafsiri vibaya Simba. Simba tutachukua ubingwa kwenye jasho la damu, na tunaamini ubingwa unapatikana kwenye pitch. Na ndio maana tarehe 2 tunakwenda katika uwanja wa Meja Samuyo dhidi ya Coastal Union ya Tanga. Msituzengenee maneno. Sisi hatuhitaji ubingwa, sisi tunahitaji tafsiri ya sheria, na tunakwenda kuweka target haya mambo yasiendelee. Nyinyi mnataka tuyaache? Nyinyi waandishi mnataka tuyaache? Leo hii mtu anakuja raia anapewa siku ya kwanza ya pili anasajiliwa kama raia wa Tanzania. Maana yake tutakwenda kusajili ombwe la wachezaji 30 wanaonekana wa Tanzania aliyakuwa sio nani?
Yes, very nice. Kanuni imefuatwa. Simba waliandika barua na shirikisho kaandika barua kuambia nani? FIFA. Sasa leo ukitaka kujua wamtumie national team, kaitwa. Kwa nini? Hana uwezo. Kwa sababu taratibu bado hazijafanyaje, hazijakamilika. Ili ukitaka kumtumia kwenye taifa lako lazima uandike barua. TFF ya kipindi kile waliandika barua kuitaarifu shirikisho la mpira la dunia, mchezaji huyu tutamtumia kwenye national team. Maana yake kanuni zimefanyaje? Zimefuatwa. Mbona sauti iko ndogo Neli hapo? Zimefuatwa. TFF wanajikaanga. Unasema wewe? TFF ni clue. TFF. Ndani ya TFF tuzungumze kitaalamu, TFF ni package ambayo ndani yake ina kamati ya haki na hadhi ya wachezaji, ina kamati ya usajili, ina kamati ya nidhamu. Msende kwa hukumu watu ambao wastahili kuhukumiwa. Hivi leo kosa unaifanya kamati ya hadhi na haki ya wachezaji, unasema TFF ambao ndani yake unakuta kamati ya masaa 72. Na sijasema kuna mtu ana makosa. Wao wamepelekewa jalada kwenda kufanyaje? Kujadili. Watakwenda watajadili, watakuja na maamuzi. Pamoto hapo? Hakuna pamoto, ni baridi tu. Na nimesema hakuna maamuzi yote mapya ambayo yatakwenda kuamuriwa katika hili. Tuzungumze kwa uchache sasa. Ligi ilikuwa imesimama kwa muda kidogo, kwa maana ya karibu siku 5 hivi sasa. Wachezaji tunaona wakula bata kule, wachezaji wa Simba akina Lipase Bwe, watu wanasema hawa kama wameanza hivi watarudi magoti yamelegea. Ni picha ambazo za wiki moja zilizopita siwezi kuzizungumzia. Juzi hapo hata msemaji nasema hivi, moja katika watu ambao walishuhudia wachezaji wao wamesafiri na kurejea ni mimi. Muda wao wa mapumziko wana haki kwenda kufanya kile ambacho wanastahili kukifanya, kwa sababu wanatafuta fedha kwa ajili ya nini? Ya matumizi. Sisi Simba kazi yetu baada ya wao kuwalipa ni kuja kutufanyia kazi kwenye nini? Kwenye pitch. Vijana wamepewa muda wa kurudi kambini, hawajazidisha hata dakika moja. Muda waliopewa ndio wamefanyaje? Wamerejea. Kwa hiyo kusema wanakula bata, waache wale bata, wanatafuta hela ili kufanyaje? Kwa hiyo sisi kikubwa tuangalie kula bata, kikubwa tunachoangalia wana Simba ni kwenda kukamilisha kile ambacho tunachotuma kama klabu. Mkirudi mnarudi kwenye ligi kuu, mmejipangaje na mnajipangaje na urejeo wa ligi kuu? Mimi naamini tumejipanga vizuri na ndio maana kupitia msemaji wetu Ahmed Ally vijana wamesharejea kambini, tayari wameshaanza maandalizi chini ya mwalimu Steve Becker kuelekea mchezo wetu dhidi ya Coastal Union ya Tanga. Na imani mechi itakuwa ngumu, sio mechi nyepesi, ni mechi ya upinzani mkubwa, kwa sababu leo ukifikiria Coastal Union ya Tanga mwaka jana tu katika mechi yetu ya kwanza, raundi ya kwanza, ninafikiri kila mmoja ameona ni moja ya timu ambayo ilosababisha tusipate ubingwa wa ligi ya NBC mwaka jana. First half tunaongoza 2, second half wamekuja kuchomoa. Hatuwezi kuwadharau, tunawaheshimu Coastal Union ya Tanga, lakini sisi kama Simba tutaingia kwenda kupambana ili kuona namna ambavyo tunakwenda kupata matokeo mazuri dhidi ya Coastal Union ya Tanga. Raundi ya pili wanasema Simba itakuwa ya moto sana. Yes, kwa sababu unajua ni raundi ya lala salama. Ni raundi ambayo inakwenda kuamua nani bingwa kwenye nchi. Simba tunahitaji ubingwa na tunaamini mechi za raundi ya pili zina namna mbili. Kwanza ni mechi za maamuzi, lakini pili ni mechi za kisasi. Na hili ni tangazo rasmi kutoka kwa wana Simba. Timu yoyote ambayo inaamini ilichukua pointi katika raundi ya kwanza na Simba wanakwenda kulipa kisasi kwenda kuchukua. Aidha waliochukua moja tutachukua zote 3 na waliochukua 3 tutachukua zote 3. Kwa maana hivyo ugumu utaanzia kwa Coastal Union na si kwa Azam FC. Ni mechi ngumu. Tunaheshimu sana Coastal Union ya Tanga. Ina mwalimu mzuri, ina wachezaji wazuri, technical bench nzuri, management yao iko sawa sawa. Tunawaheshimu kama Coastal Union ya Tanga. Lakini Coastal wanajua dhamira ya Simba kuwa mabingwa. Na ili ukiwa bingwa lazima umfunge yule ambaye unafanyaje? Unayepambana nayo. Coastal wanakuja katika kipindi kigumu. Moja, wanakuja katika mechi ambayo inatatakiwa kutengeneza confidence kuelekea mechi ya nini? Ya Azam Football Club. Ili kutengeneza confidence katika hii mechi, uweze kupata matokeo katika mechi inayokuja, lazima mechi inayokuja ufanye nini? Ufanye vizuri. Kwa hiyo imani mechi itakuwa ngumu, lakini tutakwenda kupambana inshallah. Na mchezo dhidi ya Fountain Gate Azam FC. Tuanze moja kwanza Neli, tuache tumalize Coastal Union ya Tanga. Ni ngumu hapa. Mechi zote zilizobaki mbele yetu ni ngumu, hakuna mechi nyepesi. Ni mechi zote ambazo Simba inahitaji kujipanga kwenye jasho na damu. Asante sana, kushukuru Neli.